Mmeona hapa mambo makubwa yanayotokea. Nani alijua kama Mto Temi unaweza kubadilika ukawa ni garden ya kisasa? Na eneo hilo likikamilika, Mheshimiwa Waziri, vijana wa Arusha wataenda kupiga picha bila kusumbuliwa na mtu. Lakini soko letu hili la Kilombero linaenda kubadilisha mandhari na mji wetu. Lakini kama vile haitoshi, soko na ndugu zangu pale kwa Mlombo na lenyewe linaenda kubadilisha mazingira. Mheshimiwa Waziri, wakati nakuja katika mkoa wa Arusha, nimekuta mkoa mzima hakuna MRI ya serikali, iliyopo ni ya mtu binafsi, na gharama yake ya kipimo ni kubwa, mwananchi wa kawaida hawezi kuiafodi. Kwa maelekezo ulionipatia, nikakaa na Wizara ya Afya, mwaka huu imeingizwa kwenye bajeti, nayo inanunuliwa. Lakini nakwenda kujengwa hoteli ya kisasa yenye uwezo wa kuwabeba marais 10 kwa wakati mmoja na yenye vyumba 500 ndani ya eneo moja. Eneo hilo litajengwa barabara maalum, hautakuwa unapishana na mtu aliyebeba nyanya. Yaani ukiwa umepiga suti hivi una barabara yako, ukiwa umebeba nyanya una barabara yako, ukiwa fundi wa umeme una barabara yako. Zinaenda kutandazwa barabara 8 zikiunganisha kati ya barabara ya kwenda Dodoma na barabara ya kwenda Nairobi. Mimi niseme jambo moja, narudia tena kumpongeza Mheshimiwa Paul Christian Makonda. Ni mkuu wa mkoa wa mfano. Waandishi wa habari nyinyi ni mashahidi. Alipokuja hapa alichukua kijiti kile cha kukimbilia kutoka kwa Mheshimiwa John Veane Mongela ambaye ni naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Akaendeleza kasi ya ajabu sana. Arusha imekuwa na matukio mengi na ya kutosha, haijawahi kutokea. Na tunapoongea ratiba za kila mwezi zimejaa. Tarehe 24 kuna siku sio ya kina mama, sio ni kitu gani, inaleta wamama wengi sana katika jiji letu. Mnyonge muoneeni, lakini haki yake mpeni. Mheshimiwa Paul Christian Makonda kiukweli tunajivunia naye, na mara nyingi mimi nasema tuna jambo naye, jambo la kuleta maendeleo kwenye mkoa wetu wa Arusha. Sasa sitaki sana niongelee mambo ya mbunge kwa sababu yeye ni mwenzetu, lakini ni kama anachezea timu ya upinzani. Ni kama wewe ni mchezaji katika timu yako lakini unaishambulia timu yako. Hakuna mahali popote kuna matapeli, kwa sababu miradi ikisainiwa inasainiwa. Siku hizi tena inasainiwa kwenye site, mbele ya kamera ya waandishi wa habari na mbele ya kila mtu anayeshuhudia. Tuanzie na mradi wa stendi ya Bondeni. Tumesaini tarehe 2. Na leo mkandarasi iko site. Kwanza sio utaratibu wa kawaida, kwa sababu kawaida natakiwa wiki 2 ya mobilization, lakini tuliwasukuma wakandarasi. Mheshimiwa Mohamed Omar Mchengerwa, waziri wa TAMISEMI, alisema anataka kuona kazi ikianza siku inayofuata, na mimi niwapongeze wale wakandarasi, wameanza kazi. Nenda soko la Kilombero, tayari umeshazungushia uzio. Nenda soko la kwa Mrombo, nenda kule Bondeni City, kazi inaendelea. Nenda kwenye ukumbi wa jiji, shughuli inaendelea. Kwa hiyo mimi niseme tusiwapotoshe wananchi. Wananchi wanataka kuona maendeleo, wanataka kusikia habari njema. Jiji letu la Arusha kwa miaka 4 iliyopita hapa imetumika zaidi ya shilingi bilioni 400, bilioni 143 ikiwa mapato ya ndani, kodi za wananchi, na kazi inaonekana kila mahali. Tumeweka taa za barabarani, tumeweka CCTV kamera. Arusha ni jiji la kwanza Tanzania kuweka CCTV kamera kwenye mitaa yake. Kwa hiyo mimi niseme anayesema hatujafanya kazi, nafikiri ajitafakari na ajitathmini. Mheshimiwa Paul Christian Makonda, kwanza mimi yani unajua nilikuwa nafikiria hivi ametimiza mwaka kweli, kwa sababu maendeleo letu ni ya miaka 3, lakini kwa huu muda mfupi sana. Mimi nimpe moyo Mheshimiwa Paul Christian Makonda, ni mhakikishie ushirikiano wangu kama meya na jiji lote kwa ujumla. Lakini ninachokiona Paul Christian Makonda, mimi ninamuona mbali sana kwenye career yake ya uongozi. Kwa hiyo Mungu azidi kumwekea mikono, Mungu azidi kumbariki, aweze kuipeleka Arusha yetu mbele. Na kiukweli Arusha na haswa jiji letu tunamhitaji, na ni mtu ambaye amekuja sehemu sahihi kwa wakati sahihi ambako ni sasa hivi, na mtu huyo ni Paul Christian Makonda.